Naitwa Mohamed Khamis, ni kitaaluma ni mwanahabari, nafanya kazi na mtandao wa Halotel kama PRO hapa Zanzibar. Leo tulikuwa chuo cha habari hapa Suza campus ya Kilimani. Tulikuja kujenga uwezo au kushauriana na waandishi wa habari hawa kuhusiana na masuala yao na career yao. Kuna tatizo ambalo limekuwa likionekana, wanahabari wengi wamekuwa wakishindwa kutengeneza network chuoni. Wanahabari wengi wamekuwa wakishindwa kutengeneza network wakiwa chuoni. Kama tunavyojua, tasnia ya habari ni tasnia ambayo ni pana, inahitaji kutengeneza fursa. So tumekuja kuwashauri wanahabari hawa kwamba watengeneze fursa za network takia wakiwa chuoni, ili isende kuwa kikwazo wakitoka kwenye soko la ajira, kwa sababu tasnia ya habari imekuwa na changamoto kubwa ya ajira. Hivyo wakitengeneza network zao wakiwa chuoni, maana yake watatoka nje wakiwa tayari wameshakuwa na shughuli za kufanya kuliko kuanza upya. Lakini pia tumekuja kuwafunza namna bora kutumia teknolojia. Kama tunavyojua, dunia sasa imekuwa ndogo na kuna teknolojia nyingi ambazo zinaweza kuwaingizia income. So leo tumejaribu kuwaelekeza hawa umuhimu wa kutumia hivyo vitu vya teknolojia, application mbalimbali, ili waweze kujiingizia kipato na wasende kuwa mzigo kwa familia zao mara wamalizapo chuo kikuu. Mafunzo ya leo nimeyapokea vizuri na yamenikaa akilini, kwa sababu yule aliyekuja kutufundisha mafunzo haya ametufungua akili na kutufanya tujue kwamba mbeleni, baada ya kuhitimu kumaliza masomo yetu, tutakuja kufanya kitu gani ambacho tutakuja kufaidika, bila kuzingatia mishahara yetu ambayo tunaenda kupewa tukishaajiriwa. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi tumetakiwa kuwa na ujuzi wa kufanya habari na pia wa kupata kipato chetu kutokana na kujiajiri katika tasnia nzima ya habari. Kwa jina naitwa Mukrim Haji. Mafunzo ya leo nimeyapokea vizuri kwa sababu ni msaada kwetu sisi ya kuingiza kipato na halikadhalika kujenga umaarufu. Na kitu kizuri ni kujenga umaarufu, na itakuwa ni rahisi kwako hata bila kutaka kuajiriwa. Kabisa, kwa sababu wanasema kuajiriwa ni kupoteza nguvu zako mwenyewe, lakini ukiwa unajua muda fulani napata kiasi fulani na kiasi fulani nafanyia hivi, inakuwa ni nzuri zaidi, na unaweza kupiga hatua za kiuchumi hata za kimaendeleo kufika kwa haraka bila kutumia njia mbaya za kupata kipato cha halali. Naambia wanafunzi wenzangu kwamba tusiache, tusiwe na tabia kudharau yale tunaopewa au tunayoshauriwa. Ni vizuri kuyafanyia kazi, kwa sababu haya ni mazuri na yatatusaidia sisi na familia zetu, wala sio yeye aliyotupa. Na imani baadaye mtu atapofanikiwa hawezi kumkumbuka yule ambaye amemshauri hichi, au mpaka amkumbushe mimi ni fulani nilikuja hivi. Inaweza kuchukua muda sana.